Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Anwari Online TV. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله leo tutaendelea na tafsiri ya sura Fussilat, sura ambayo tulianza masiku kadhaa yaliyopita. Na siku ya jana tulielezea pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomaliza kuumba mbingu 7 kwa muda wa siku 2 na kufunua wahi katika kila mbingu, na akaipamba mbingu ya dunia na mataa na akaihifadhi, na tukasema Mwenyezi Mungu akasema dhalika taqdirun azizun alim. Alifanya hayo mambo kwa kuumba ardhi, kwa kukadiria chakula chake, madini yake, manufaa ya binadamu, na kuumba mbingu na nyota na vyote vilivyomo. Aliviumba kwa vipimo madhubuti na kwa kadri ambayo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikadiria. Kisha tukaona jinsi gani Makuraish Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa wahutubie, ikiwa watapuuza wito wake, watapuuza ujumbe wake, basi akaambiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaonye, awape habari mbaya kwa yale ambayo waliwafikia watu wa Ad na Thamud. Na siku ya jana tukaelezea adhabu ya upepo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipeleka kwa watu wa Ad kwa kirefu chake kabisa. Kisha leo tutaanza fa amma Adun, leo tutaanza na wa amma Thamud fahadainahu fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Baada siku ya jana kuelezea habari ya adhabu ya watu wa Ad, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kuelezea pia vile vile habari ya watu wa Thamud, ambao pia wao waliofikiwa na mtume wao. Mtume wao alikuwa akiitwa Saleh. Saleh ni mtume aliyetumwa kwa watu wa Thamud. Huyu mtume baada ya kuwalingania watu wake wakamkataa, kisha wakamwomba alama ya yeye kuthibitisha utume wake. Baada ya kuwa yeye kuomba alama ya kuthibitisha utume wake, wakamtaka, wakaenda sehemu yenye jiwe kubwa, kisha wakamwambia, ikiwa wewe ni mtume kweli wa Mungu, tunakuomba ututolee ngamia kwenye hili jiwe. Na yule mtume Saleh kweli akamwomba Mwenyezi Mungu ili kuthibitisha utume wake, akatoka ngamia mkubwa. Baada ya kutoka ngamia mkubwa katika lile jiwe, yani ngamia ambaye ametoka ni mkubwa, kisha wakaambiwa watu wa Thamud na mtume wao Saleh, hadhihi naqatullahi wala tamassuha bisu'i. Huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, yani huyu ngamia mtampa siku yake maalum, siku ambayo yeye atakuwa anakunywa maji. Nyinyi siku hiyo msitumie hayo maji, nyinyi mtakuwa na siku yenu, na yeye atakuwa na siku yake ya kula majani na kunywa maji. Lakini wale watu, yule ngamia kwa jinsi ambavyo alikuwa na manufaa juu yao, alikuwa ni ngamia mmoja mkubwa ambaye alikuwa maziwa yake wanapata yani maziwa yake yanawaenea watu wa nchi nzima, yani watu wa mji mzima. Ngamia mmoja maziwa yake wananufaika nao. Kutokana na ukaidi wao, hawa watu wakakusudia kumfanyia ubaya yule ngamia. Maana ni kwamba wakamchukua, wakamchinja, kisha wakamuua. Ngamia ambaye ametoka katika jiwe, muujiza kabisa. Lakini kwa kukanusha mtume wa nabii wao Saleh, wakamchukua ngamia yule, wakamuua, wakamwangamiza. Ndio Mungu anasema fakadhabuhu fa'aqaruha,
fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Yani wakamchukua ngamia wakamuua pasina kujali kwamba ni ngamia wa muujiza, na waliambiwa hadhihi naqatullahi lakum aya, kwamba huyu ngamia ni alama ya mimi juu ya utume wangu, na wala msimchukue, msimuadhibu wala msimuue. Lakini wakamchukua ngamia wakamuua. Hapo wakawa wamechochea hasira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamua kuadhibu watu wa Thamud. Na aliwaadhibu kwa adhabu gani? Aliwaadhibu kwa adhabu ya kelele, ya sauti ya malaika Jibril. Adhabu hii ya sauti, baada kupigwa ile sauti ya malaika Jibril, sayhatan wahida fakanu kahashimil mu'tadhir. Mwenyezi Mungu anasema katika nyingine katika sura Al-Qamar, yani ile sauti ya malaika Jibril baada kuipiga kwa watu hawa wa Thamud, watu hawa wa Thamud ambao ni watu wa Mtume Swaleh, watu wale wakaangamia kwa sauti hii, kwa kukauka mili yao kana kwamba ni nini? Ni mabua ya mti yaliyokauka. Yani sauti tu, yani kitaalamu sauti ikifikia kuanzia decibel 200. Decibel ni vipimo vya sauti hivi. Ikishafikia kipimo cha decibel 200 huweza kumfanya mtu ambaye anasikiliza sauti ile mishipa yake ya fahamu kupasuka na moyo wake kupasuka. Lakini sauti, yani sound, miongoni wasema sound is the source of it, ni katika vyanzo vya moto sauti. Yani sauti ikiwa kubwa sana inakuwa ni source of it. Maana ni kwamba hii sauti baada ya kupigwa wale watu wakakauka, damu yao ikakauka kabisa, wakawa kama mifupa ya watu waliofanyaje? Mifupa ya watu waliochomwa. Ndio Mungu anasema fakanu kahashimil mu'tadhir. Ndio Mungu anasema wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Ama watu wa Thamud fahadainahum, tuliwaongoza kwa kuwaletea mtume wao Swaleh aliyekuja na alama juu ya utume wake, ambayo ni ngamia. Wao wenyewe waliotaka kama kweli wewe ni mtume wa Mungu, tutolee ngamia katika jiwe hili. Jiwe kweli likatoa ngamia, na yule ngamia alikuwa akinywa maji na malisho ambayo wao kwa mji mzima ulikuwa kuwatosheleza. Lakini mwisho wa siku ngamia wa muujiza wakamchinja, wakamuua. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa akhadathum as-sa'idatu al-'adhabi al-huni bima kanu yaksibun. Pindi ambapo walipoamua wao kumchinja yule ngamia na kumuua, ngamia ambaye alikuwa ni alama ya muujiza juu ya utume wa Nabii Swaleh alayhi salatu wassalam, Mungu anasema fa akhadathum sa'iqatul adhab, ikawachukua sa'iqatul adhab, adhabu ya sauti ya malaika Jibril. Sauti tu yenye ukali mkubwa, sauti ile ikapelekea kuangamiza watu wa Thamud. Taamaki, wakawa mili yao imeungua, yani sauti tu ikapelekea mili yao kuungua moto na kukauka, mfano kama mabua yaliyokauka. Mungu anasema fa akhadathum sa'iqatul adhabi al-huni bima kanu yaksibun, ikawachukua adhabu ya fedheha kwa yale walikuwa wakiyafanya ya kumkadhibisha mtume wao, licha ya kuwa mtume wao alikuja na alama ya wazi ya kutoka kwa Mola wao. Wanajaina alladhina amanu wa kanu yattaqun. Na katika kadhia hiyo ya kuangamiza watu wa Swaleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wanajaina alladhina amanu, kisha tukawaokoa wale ambao waliokuwa waumini. Wama kanu yattaqun, wa kanu yattaqun, wale ambao walikuwa ni waumini wakawa ni wenye kuokoka na adhabu ya siku hiyo ya sauti yenye maangamizi. Yani Mwenyezi Mungu katika kukadiria mambo yake, sauti ameikadiria wakati mwingine siku ya kiyama ni sauti ya moto tofauti, si ndivyo? Yani ikipigwa sauti ndio ile wanafika fisuri, ile kipulizwa baragumu la malaika Israfil, tutakufa sote. Lakini pia litapulizwa baragumu ya mara pili, ni sauti ile ile,
kisha wote tutaamka tukiwa hai. Tunafahamiana? Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Lakini hapa Mwenyezi Mungu ameikadiria sauti iue, amepeleka kwa mfano ya adhabu. Anaweza kupeleka sauti kama alama ya ufufuo kama itakapokuwa siku ya kiyama, lakini hapa kwa watu wa Thamud amepeleka sauti kama alama nini? Ya adhabu kwa watu wa Thamud, na wakawa wamekufa wote. Kisha siku hiyo ya kiyama Mungu anasema wa yawma yuhsharu a'da'ullahi, siku hiyo ya kiyama tutawafufua maadui wa Mwenyezi Mungu. Maadui wa Mwenyezi Mungu ni watu waliompinga Mtume Muhammad, watu waliopinga mitume, watu ambao hawakutaka kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na makatazo yake, yani makafiri, washirikina, waovu, madhalimu. Hawa ni maadui wa Mwenyezi Mungu. Mungu anasema wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fahum yuzaun, siku ambayo tutawafufua maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutawafufua wapi? Motoni. Fahum yuzaun, watakuwa wanaenda kwa makundi. Yani maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama watakuwa katika makundi. Mungu anasema hata idha ma ja'uha, mpaka watakapofikia huo moto au watakapofikia hiyo adhabu, shahida alayhim sam'uhum, siku hiyo Mungu anasema nakhtimu ala afwahihim, midomo ya watu itazibwa, haitozungumza. Ndivyo siku hiyo shahida alayhim sam'uhum, masikio yao yatawatolea ushahidi kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Masikio yako siku ya kiyama yatakutolea ushahidi kwa yale waliokuwa wakifanyaje? Wa absaruhum, na macho yako yatakutolea ushahidi. Wa juluduhum, na ngozi yako. Tafsiri nyingine ya juluduhum furujuhum, nini? Tupu zao. Yani tupu itatoa ushahidi juu ya wanawake wote uliowazini. Tupu yenyewe itazungumza. Tupu yako itazungumza juu ya wanawake uliowazini wote, au wanaume walioziniwa na tupu yako. Mwanamke ikiwa tupu yake itazungumza juu ya wanaume walioziniwa na tupu yake. Bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Kwa hivyo masikio yatatoa ushahidi, macho yatatoa ushahidi, na tupu za watu waovu ambazo wao tupu zao walizitumia sehemu isiyokuwa stahiki, sio halali yao, tupu zao pia zitatoa ushahidi kwa mambo gani? Kwa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Mwenyezi Mungu anasema waqalu lijuludihim, hawa watu watashangaa, wataziuliza tupu zao au ngozi zao. Waqalu lijuludihim, wataziuliza tupu zao, lima shahidtum alaina, vipi leo mnatutolea ushahidi leo sisi? Qalu, tupu zitazungumza, tupu za binadamu zitazungumza. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in, sisi hatuna lolote, hatuna mamlaka yoyote ya kuzungumza, bali ametuzungumzisha Mwenyezi Mungu. Ametuzungumzisha nani? Mwenyezi Mungu. Alladhi antaqa kulla shay'in, ambaye yeye huzungumzisha kila kitu. Huyo Mwenyezi Mungu ambaye huzungumzisha kila kitu ndio kafanya leo sisi tupu tunazungumza na tunakutoleeni ushahidi kwa uzinzi na uchafu wote ambao mliokuwa mkiufanya huko duniani. Wa huwa khalaqakum awwala marratin, Mungu ambaye alikuumbeni nyinyi kutoka mwanzo. Wa ilayhi turja'un, na kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mmerejeshwa leo, na mmerejeshwa leo, na leo
midomo yenu haizungumzi. Midomo yenu haizungumzi, bali leo masikio na macho yenu yanakutoleeni ushahidi, na tupu zenu leo zinazungumza kwa uchafu, matendo ya uzinzi na matendo mabaya ambayo mlikuwa mkiyafanya huko duniani. Kisha kalamu malaika, au ni maneno ya tupu pia vile vile. Wama kuntum tastatirun, na nyinyi wanadamu wakati mkifanya mabaya, mkiiba, mkizini, mkiua, mkisengenya huko duniani, wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum. Je, mtu alipokuwa akiiba alikuwa anastiri na masikio yake? Alipokuwa akisengenya alikuwa anayastiri na masikio yake? Au alipokuwa akiangalia mambo machafu na akishuhudia mabaya alikuwa na uwezo ya kustiri macho yake asione? Alikuwa hana uwezo. Je, alikuwa na uwezo wa kustiri tupu yake? Mungu anasema wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Wala nyie mlipokuwa mkifanya hayo madhambi ambayo leo tupu zenu zinawatolea ushahidi, na masikio yenu yanawatolea ushahidi, na macho yenu yanawatolea ushahidi, wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum, mlikuwa hamwezi kuficha macho yenu wala masikio yenu wala tupu zenu hamweza kuzificha. Yani manake kama ulishindwa kuficha tupu yako au macho yako au masikio yako, kama ulishindwa kuvificha wakati unafanya uzinzi, vipi vitu hivyo vifichikane kwa Mwenyezi Mungu aliyeviumba? Manake sisi binadamu tunapofanya madhambi huwa tunajistiri na haya madhambi. Madhambi mengi tunayafanya huwa tunafanya huko kwenye stara. Yani mtu anaweza kufanya uzinzi hadharani, au akaiba hadharani, au akitaka kusengenya, maana atasengenya kwa namna ambayo msengenywaji hawezi kusikia, sio maana. Lakini je, wakati unafanya hayo yote viungo vyako huwa unavistiri na yule Mungu aliyeviumba? Au hivyo viungo pia wenyewe huwa vinasitirika na ile aibu ambayo unakuwa umeifanya wakati huo? Maana hata viungo vyako huwa huna uwezo wa kuvisitiri. Kama huna uwezo wa kuvisitiri viungo vyako, leo viungo vyako ndio vyenye kukutolea ushahidi juu ya matendo uliyokuwa ukiyafanya. Wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, wala tupu zenu hamkuweza kuzistiri. Hamkuweza kuzistiri kwamba zisione uchafu mliokuwa mkiufanya. Lakini nyie dhanantum, mlimkuwa mnafikiria kwamba, au mlimkuwa mnadhani kwamba yale mnayofanya Mwenyezi Mungu hayaoni wala hayasikii wala hawezi kuhesabu juu ya matendo yenu. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, lakini nyinyi mlikufikiria kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa hayajui mengi mliokuwa mkiyafanya. Maana ni kwamba mtu anapoiba au anapozini au anaposengenya, kujistiri tu na binadamu wenzake wasimuone binadamu wenzake, lakini huwa hana uwezo wa kujistiri juu ya malaika au Mwenyezi Mungu au viungo vyake, kwa sababu anapoiba anakuwa yeye na viungo vyake. Kwa maana mimi nende nikaibe au nikazini, niache macho yangu nyumbani, au nikasengenye, niache masikio yangu nyumbani. Unasengenya na masikio yako, unaiba na macho yako. Kama wewe kweli ni hodari, siku ya kiyama macho yako yanakutolea ushahidi. Basi kafanya matendo yako mabaya pasina kuwa na hisia zako za kuona au kusikia, kama kweli ni hodari. Maana huwezi, kwa sababu hivi ni viungo vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, na Mungu ndiye alivyovikadiria siku ya kiyama kukutolea ushahidi na kuzungumza juu ya matendo yako yote. Maana masikio yetu yanarekodi matendo yote ambayo tulikuwa tunayafanya. Haya masikio siku ya kiyama, haya masikio yetu haya yamerekodi mazungumzo yote ya watu waliowasengenya. Kwa hivyo siku ya kiyama
masikio yata rewind mazungumzo yote ambayo ulikuwa ukiyasikiliza ya upuzi. Haya macho yetu yamerekodi matendo yetu mabaya. Siku ya Kiyama macho yetu yataonyesha picha juu ya matendo mabaya tulikuwa tukiangalia na tukiyashuhudia. Maana kama ulikuwa ukiangalia pornography, ukiangalia picha chafu za ngono, macho yako haya jinsi unavyoangalia ndivyo yanavyorekodi. Siku ya Kiyama yatatoa ushahidi juu ya yale yote ambayo yalikuwa yakifanyika. Mwenyezi Mungu anasema wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum. Hiyo ilikuwa dhana yenu huko duniani kwamba unapofanya matendo mabaya unakuwa umejistiri wewe, unaona umestirika, huonekani, hakuna anayekuona. Hiyo ni dhana yenu ya kijinga huko duniani. Wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum. Lakini dhana hiyo iliwapelekea mpaka kumdhania Mwenyezi Mungu ujinga kwa maana yani jambo lisilowezekana, kwamba mlidhania Mwenyezi Mungu pia haoni, hasikii. Tufahamiana? Mlidhania pia Mwenyezi Mungu haoni, hasikii. Kwa nyie mkono kwamba mnayafanya hayana hesabu, mlijistiri, hamkuonekana. Mliiba mali za mayatima, mlizini wake za watu, mlikula mali sio haki zenu. Kwa kuwa mlikuwa chumbani au ofisini mmekaa wawili, mnaona hakuna aliyetuona. Mungu anasema hiyo ni dhana mbaya sana, ndio mdhania Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndio anasema dhalikum wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Hiyo dhana ardaakum ahlakakum, hiyo dhana imekuangamizeni leo. Taamaki leo ngozi zenu, tupu zenu zinazungumza. Taamaki leo macho yenu na masikio yenu yamerekodi kila kitu, yanatoa ushahidi kwa yale yote mliokuwa mkiyafanya. Siku ya Kiyama watu waovu watakuwa na hesabu mbaya, kwa sababu matendo yao mema hayapo, bali matendo yao mabaya ni mengi na ni mazito kuliko matendo mema. Kwa hivyo hesabu yao itakuwa ni hesabu mbaya. Fa asbahtum min al-khasirin, leo mmekuwa miongoni mwa watu ambao wamepata hasara. Fa in yasbiru fan-naru mathwan lahum. Siku ya Kiyama hakuna kutoka, hakuna sema kukimbilia. Ukisema ufanye subra, moto unakusubiria mbele. Wa in yasta'tibu, na kusema uombe msamaha, hakuna kuomba msamaha. Hakuna kuomba msamaha, manake hakuna udhuru wowote utakaokubaliwa siku ya Kiyama. Yani wao watasema Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mwenyezi Mungu, sisi tulizidiwa na matamanio yetu. Nilimwona fulani ana gari na mimi nikatamani gari, nikajikuta nachukua haki isiyokuwa yangu ya mali, si haki yangu, ili mimi nifanane na fulani. Nilimtamani mke wake, nikajikuta na mzini. Kwa siku ya Kiyama anasema ghalabat alaina shiqwatuna. Mwenyezi Mungu, matamanio yetu yalituzidi kwa kutamani mambo mengi ambayo wengine umewafadhilisha juu yetu. Mwenyezi Mungu akasema wa kunna qauman dhalin, taamaki tumekuwa ni watu tuliopotea. Mwenyezi Mungu atawaambia qala khsa'u fiha wala tukallimun, ingieni huko motoni wala msinizungumzishe. Hakuna kuzungumza siku hiyo. Mwenyezi Mungu anasema fa in yasbiru fan-naru mathwan lahum, hata wakisema wanasubiri, moto utakuwa ndio makazi yao. Wa in yasta'tibu, na wakitaka kuomba udhuru na msamaha, kusamehewa kwa yale waliyofanya, siku ya Kiyama hakuna nafasi ya kuomba msamaha. Ndio tukapewa misimu kama hii ya Ramadhani ya kuomba msamaha. Pamoja na kwenda misimu hii ya kheri, lakini wewe unaweza kujishangaa hakuna kilichobadilika kwako. Yani kama ulikuwa ukiingia na kuswali, hata kabla Ramadhani ulikuwa usome Qur'an, hata Ramadhani imefika pia hata Qur'an usome. Yani maisha yako kabla Ramadhani na baada ya Ramadhani hakuna
tofauti yoyote. Sasa siku ya Kiyama, wa in yasta'tibu, ukitaka kupata udhuru, kuomba Mwenyezi Mungu udhuru au nirudishwe duniani, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ili nifanye matendo mema niliyoyaacha, nafasi hiyo haipo tena. Nafasi hiyo haipo tena. Ndio Mungu anasema wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin, hakuna tena hiyo nafasi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa qayyadna lahum qurana, watu walioingia motoni Mwenyezi Mungu huwapambia maadui wa uovu. Yaani watu wengi wa motoni, wengi wao huingia motoni kwa sababu ya kampani waliokuzunguka. Ukiwa na marafiki wazuri, ukifika muda wa swala watakukumbusha twende kuswali. Ukiwa na marafiki wabaya, wao kazi yako ni kukupa michongo ya mipango mibaya. Watakwambia leo kuna chimbo fulani kule wakina dada wanajiuzaga la Igoma lipo. Kuna chimbo lingine liko sehemu fulani. Kuna baa fulani, kuna hoteli fulani, kuna kasino fulani. Kampani yako inakuzunguka ndio inakuguide wewe na ndio ina athari kubwa katika maisha yako. Wewe ikiwa kampani yako ni watu waovu, kampani yako ni waganga, mambo yako hayaendi mpaka kwa mganga. Mpaka mganga niangalizie hapa jambo langu linaendaje. Kwa hiyo mambo yako huwa hayaendi mpaka upate lamani, mganga kuonyesha huko mbele kuna nini. Ndipo hapo mambo yako yanaenda. Tofahamiana? Watu waovu wanapata kuingia motoni, Mungu anasema wa qayyadna lahum qurana, na tukawekea marafiki. Tukawekea nini? Marafiki, kampani, watu waliozunguka. Qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim, hawa marafiki kazi yao ni kuwapambia mambo machafu. Binti yule anakufaa, binti yule anakufaa, binti yule bado jamzini, yule bado, twende kule, kukupangia mambo machafu. Wa qayyadna lahum qurana, anasema mfasiri wa Qur'an al-Imam Abu Ja'far Tabari juu ya aya hii, fazayyana lihaula'i al-kuffar, Allah akawapambia hao makafiri na watu wenye madhambi, qurana'ahum minash shayatin ma baina aydihim min amri dunya, marafiki wa kishaitani wa kibinadamu na kijini katika maisha haya ya dunia. Fahassanu dhalika lahum wa habbabuhu ilayhim, yani yale madhambi wao wakaona ni mambo mazuri. Si ndivyo? Nasikiaga hata huko duniani kuna watu ambao wanasema twende sehemu fulani tukale bata. Kuna watoto wazuri, yani watoto wazuri ambao wako tayari kuziniwa, na yeye mwenyewe kajiandaa kwa hiyo hali ya kwenda kuzini, kutafuta hao machimbo ya kufanya uchafu wa uzinzi. Tunafahamiana? Na siku hizi wameshaona uzinzi umeshakuwa ni jambo la kawaida, kiasi kwamba wale wazinzi wa kizini hawapati ladha tena ya uzinzi. Wameamua kufanya ulawiti tu, yani wanaoona raha sasa haipo tena kwenye uzinzi, iko kwenye kufanya ulawiti. Kwa wanafanya vitendo vya Sodoma, hivyo vitendo vichafu, wanaona wao ndiyo maisha, ndiyo mambo mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, yani hao marafiki kuwapambia hawa watu waovu matendo yale mabaya mpaka wakayaona ni mazuri, yani kiasi kwamba mtu ule uzinzi unazoeleka unakaa kwenye damu, hautoki tena. Uliwati unazoeleka unakaa kwenye damu.
matendo yake mabaya yote yanakaa kwenye damu. Yaani hawezi, kama unaishije mwanaume bila kuzini? Yaani anaona haiwezekani yeye kuishi bila kuzini, bila kuchukua haki za watu. Haoni, yani kwamba haoni maisha kama anaweza kwenda hivyo. Hivyo ndio Mungu anasema Jafar Tabari, fahassanu dhalika lahu, yani hawa watu wabaya kampani yake wanamuonyesha kwamba haya matendo ni mazuri, kwa matendo mabaya yakapambika kwake mpaka yakawa mazuri. Wahabbabu ilaihim, wakajikuta wanapenda matendo machafu, wako tayari kutoa pesa nyingi kuwalipa wanawake wakawazini wakawalawiti. Twafahamiana? Wahabbabuhu ilaihim hatta atharuhu ala amri al-akhirah, mpaka wakajikuta yale matendo mabaya yamezoeleka na kuacha akhera na kuacha njia sahihi ya kuishi kwa mujibu wa Uislamu. Twafahamiana? wama khalfahu yaqul, yani duniani wanawapambia kwa sura hiyo, lakini hata kama ukifa hakuna hesabu yoyote. Ndio wama khalfahu, ili mtu aweze kufanya matendo mabaya unamzuia kwamba hata kama ukizini, ukifanya liwati, ukifanya matendo mabaya, wama khalfahu, wale mashaitani na marafiki zao wanamwambia haya ndio maisha, kuna maisha mengine ndugu yangu. Hakuna maisha mengine, tumia fursa yako hii. Ndio Mungu anasema wama khalfahu, anasema al-Imam Abu Ja'far Tabari, wa hasanu lahum aidan ma ba'da mamatihim, na wanawapa matumaini pia, na wanaonyesha pia uzuri hata baada ya kufa kwako, bi an da'wahum ila at-takdhib bil mi'ad, kwa kuwalingania kukanusha hakuna ufufuo. Hakuna nini? Kwa kama hakuna ufufuo, maana yake hakuna hesabu. Wa anna man halaka minhum falan yab'ath, hata kwamba hata wale waliokufa kabla yako hawatafufuliwa. Kwamba kweli kuna watu kweli ambao walifanya madhambi lakini mwisho wa siku walikufa, sawa wamekufa, lakini hawawezi kufufuliwa. Hamna chochote kitakachotokea, walipokufa ndio hesabu yao imeisha hivyo. Wa anna la thawab wala iqab, kwamba hakuna thawabu wala hakuna adhabu. Hatta saddaquhum ala dhalika, huyu mtu mwovu ambaye anafanya matendo mabaya ya uzinzi, ya uwizi, ya udhulma, mpaka anajikuta damu yake imekubali sasa matendo yake na mwili wake uko tayari kufanya matendo mabaya, kwa sababu anajua hata akifa hakuna hesabu yoyote. Na ndio leo duniani kuna nini? Kuna tunaambiwa ni secularism. Secularism ni mfumo wa kutenganisha dini na maisha, kwamba watu waachwe huko nje. Ukitaka mambo ya dini uje msikitini, ukitaka nje ya msikiti watembee uchi, wale riba, waishi wanapotaka wao. Aya hii ndio ambayo Imam Ja'far Tabari anaeleza watu hawa wanapambiwa huko duniani, katika maisha ya dunia hakuna hesabu, hakuna nini, na wao wakakubali kweli hakuna hesabu wala hakuna chochote baada ya kufa. Wasahala alayhim, jambo hilo la kuwapambia matendo mabaya na hakuna hesabu baada ya kufa, sahala alayhim fi'lu, limewarahisishia kufanya kullu ma yashtahunahu, yale yote wanayotamani kuyafanya katika matendo mabaya. Kwa kama ni haki ya mtu, atakula haki ya mtu, yuko tayari aibe ili apate hela ya kwenda kuzini, yuko tayari adhulumu haki za watu, yuko tayari achukue haki isiyokuwa yake. Wa rukubu kullu ma yatalaqawnahu min alfawahish, na kuendelea kufanya yote ambayo yeye anaona yanampa ladha katika nini? Alfawahish, mambo machafu kama ya uzinzi, ya liwati na mengineyo. Biistihsanihim dhalika li anfusihim, kwa sababu yeye nafsi yake
inastarehe kufanya mambo mabaya, kwa sababu yeye nafsi yake inastarehe. Starehe ya nafsi yake inastarehe kufanya matendo gani? Mambo mabaya. Ndio Mwenyezi Mungu anasema waqayyadna lahum quranaa fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alayhim alqawlu fi umamin wa haqqa alayhim alqawlu. Watu kama hawa wanaoishi maisha haya, haqqa alayhim alqawlu, wanastahiki adhabu. Wanastahiki nini? Ay wajaba lahum aladhabu birukubihim ma rakabu, wamestahili adhabu kwa kufanya yale mabaya. Mimma zayyana lahum quranaahum, yale mabaya ambao marafiki zao mashaitani wa kijini na kibinadamu wamewapambia. Wa hum min ash-shayatin wa haqqa alayhim alqawl fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu khasirin, katika umma zilizopita kabla yao, kama tulivyoelezea watu wa Ad wa Thamud na wengineo, hakika wao walipata hasara. Na yeye pia kwa kufanya matendo hayo, kwa kufuata utaratibu na nyendo za watu wabaya, anakuwa ni miongoni mwa watu waliopata nini? Anakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumalizia akasema waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran, hawa watu wabaya ambao wapambia watu wao mabaya, wapambia matendo mabaya kuyaona mazuri watu wengine, ili waendelee watu wengine kuingia katika mkumbo wao wa kuendelea kufanya mabaya. Qur'ani kwao huwa ni kikwazo kikubwa. Qur'ani kwao ni nini? Kwa sababu Qur'ani inawaathiri. Kwa hivyo wao huweka utaratibu mwingi kuhakikisha wanaweka kizuizi baina ya watu na maneno ya Mwenyezi Mungu kuwafikia. Waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran, kusema walikufuru kuambia watu la tasma'u li hadha alquran, msisikilize hii Qur'an, msipende kusikiliza hii Qur'an. Pengine sio kwa maana kuambia moja kwa moja, lakini kuambia kwa matendo yao. Tutafahamiana hapo? Yani ukishaambiwa nyie mambo yenu ya dini ni huko msikitini, ukiingia huko duniani, ukitoka nje ya msikiti usifuate dini. Maana ndio la tasma'u li hadha alquran, kwa sababu Qur'ani inataka wewe ufanikiwe maisha yako ya duniani hapa. Ili ufanikiwe maisha yako ya duniani, ni lazima biashara zako uziendeshe vizuri, uwe mwaminifu, usifanye ghishi. Sasa ghishi inafanyika ndani ya msikiti, inafanyika nje ya msikiti. Maana katika muamalati zako wewe, katika biashara zako, katika kulea familia yako, kuishi na watu, kuishi na majirani, yote haya yanahitaji utaratibu aliokuja nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni Qur'an Karim. Kwa hivyo kuiweka Qur'ani mbali na kuibakiza msikitini kusomwa pasina kufanya kazi katika maisha ya wanadamu, ndio wito huu ambao makafiri walikuwa nao tangu huko Makuraishi wa Makkah. Waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran, na wanasema walokufuru la tasma'u li hadha alquran, msisikilize hii Qur'an. Walghaw fihi والغوا فيه، يقول الغط بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرأه، يعني ni kuingiza hii Qur'ani na batil, kuichanganya maneno ya Mungu na kuyatia batil, kuyachanganya maneno ya Mungu na batil, kuchanganya haki na batil, kwa namna ambayo yule msikilizaji asiweze kuathirika na kusikiliza maneno ya Mungu. Yaani duniani kuwe na kampeni nyingi ya mambo mengi ya kipuuzi, kiasi kwamba watu wapende kusikiliza mambo ya kipuuzi na mambo mabaya, waache kusikiliza Qur'an. Si ndivyo? Yaani kwa mfano washabiki wa mpira sisi, si ndivyo? Mechi inachezwa saa 10,
Mtu uko tayari kuacha swala yake kwa ajili ya nini? Ya kwenda kuangalia mpira saa 10. Na hataingia saa 10, ataingia mapema. Kama mechi hiyo ni kubwa, ataingia mapema. Mwingine atafunga safari kabisa, ataandaa bajeti. Mechi inachezwa Dar es Salaam, ataandaa bajeti ya kusafiri, siku yake itaisha hivyo. Lakini vipi mtu anakuwa na mazingatio na uhodari wa kuandaa siku yake kwa ajili ya kufanya mambo mabaya, lakini kukaa msikitini kumtaja Mwenyezi Mungu muda huo haupatikani? walghaw fihi la'allakum taghlibun, la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi. Walghaw fihi, piga kelele. Yani kama mtu anasoma Qur'ani, piga kelele, au mwekee kizuizi kitakatumzuia yeye asisikilize nini. Na vizuizi vile vinavyozuia watu wasisikilize Qur'an na wasiifuate Qur'an duniani vinajulikana. Ni mambo mengi duniani. Ukitoka nje utasikia tangazo mara hii bia ni tamu. Yaone maisha katika mwanga bora. Mwanga bora sio Qur'an. Mwanga bora ni Safari Laga. Si ndivyo? Atakuja pale msanii fulani ya Jacob, atakuja Diamond. Njoo uvinjari, njoo ule maisha mazuri ndio haya. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Sikiliza Qur'an, mwekee kikwazo, mwekee kizuizi Qur'an ili muweze kushinda. Hii Qur'an isiwe juu yenu. Yani walghaw fihi la'allakum taghlibun, ili tuweze kumdhibiti Muhammad na dini yake. Ni lazima kudhibiti haya maneno ya Muhammad, kwa sababu haya maneno ya Muhammad yana athari, yana uchawi ndani yake. Mtu akiyasikia tu yanamwathiri. Kwa ni lazima tuyahakikishe haya maneno ya Muhammad hayafikii watu katika akili zao, watu hawayafahamu katika ufahamu uliokuja nao, alikuja nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wakiyasikia watatuletea uzime katika dunia yetu. Watataka tuishi kama Muhammad anataka kuishi, na sisi hatutaki. Tunataka sisi mtu akijisikia kuzini azini, nikimtamani mke wake nimpate ni mzini. Haya maneno Muhammad yakikaa katika vifua vyetu, tutakuwa tuna uwezo tena huo. Tutakuwa tuna tena huo uwezo, tutakuwa tuna tena huo uhuru wa kufanya machafu na madhambi yetu. Ndio maana walghaw fihi la'allakum taghlibun. Na hiyo ndio aya mwisho katika siku ya leo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.